issue ya ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta Tanga hapo. Kama mnakumbukumbu vizuri, mara ya kwanza kabisa mwekezaji aliko Dangote alikuja hapa Tanzania na alihitaji kutaka kuwekeza, lakini kwa kuna hali ya sintofahamu jirani akaamua kutupokonya bwana mwekezaji kwa sababu tupo katika mashindano ya kiuchumi. Kwa sababu kwa namna moja au nyingine hapaswi kulaumiwa jirani, kwa sababu na yeye wanakuambia kila mbamba ngoma uvutie upande wake. Kwa hiyo alivyobamba ngoma alivutia upande wake, lakini Dr. Samia Suluhu Hassan akasema bana, hili ni game la kiuchumi. Mchezo ulikuwa unahitaji hasira kabisa. Mchezo ulikuwa unahitaji hapa, ulikuwa unahitaji mafikirio, ulikuwa unahitaji kutumia IQ kuangalia namna gani ambavyo ili game la kiuchumi linavyoenda kuchezwa. Kwa hiyo Dr. Samia Suluhu Hassan siku ya amecheza vizuri game, wawekezaji wamekuja tayari, amedondoka mkataba moja kwa moja wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta hapo Tanga. Na moja kwa moja ikumbuke kwamba issue kubwa na mafuta moja kwa moja yanatarajiwa kutoka Uganda. Kwa hiyo ni bonge moja la game. Sasa sijajua itakuwaje kwamba kwa aliko Dangote, kwa sababu tayari leo Uganda ameshadondoka saini. Na ikumbuke kwamba aliko Dangote naye pia anategemea kwamba kiwanda kile alichokuwa anakitengeneza ila pia ilikuwa inategemea pia Uganda, mafuta kutoka pia Uganda. So sijajua ili inakuwaje, lakini leo Uganda Museveni, kutokana na ukaribu na Tanzania, kutokana na ukaribu na mahusiano mazuri na viongozi wetu, sijajua wamekonvince vipi na wamehakikishana vipi maslahi. Kwa hiyo mzigo unakuja unajengwa hapa na mwekezaji mwingine. Nakumbuka watu wengi walikuwa wakimlaumu Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba na kuilaumu nchi, sasa tumekosa mwekezaji, Kenya wanatuzidi 1 2 3. Kumbe mchezo ulikuwa unahitaji kwamba mahesabu tu. Mchezo ulikuwa unahitaji mtu mwenye hasira. Mchezo ulikuwa unahitaji kwamba mtu mwenye kufanua, hafa kuongea kitu. Mimi siku zote huwa nawaambia kitu kimoja, ni kwamba Mheshimiwa Rais ni aina ya kiongozi ambaye si mwingi wa kuongea, lakini ni mtu fulani ambaye ni mkimya, lakini anapigana vita ya chini kwa chini. Yani ni mtu fulani ambaye si mwingi wa kuongea. Unajua viongozi wametofautiana. Kuna kiongozi ambaye ni mzuri sana kucheza na kamera. Yani ni mzuri sana kucheza na vyombo vya habari. Ni mzuri sana hata akijikwaa tayari vyombo vya habari kidogo anatafuta trending, anatafuta attention kwa watu, kuonesha kwamba kuna issue fulani inafanyika. Na kuna viongozi wengine ambao katika swala kucheza na kamera huku hawawezi sana, ila ni watendaji ambao wanapiga kete zao chini kwa chini, afu matokeo yanakuja yanajipa. Kwa wale ambao walikuwa wajaribu kuwalaumu au kuilaumu serikali ya Tanzania, nadhani sasa wameanza kuona kwamba jinsi gani Mheshimiwa Rais anavyocheza game la uchumi. Tumpe muda tu, atatusurprise mambo mengi sana.